Kipindi haya mambo hayajanitokea mimi, nilikuwa nikiamini kabisa kwamba haya mambo yapo kwenye story tu na sio jambo la ukweli kabisa. Nilikuwa nikiamini tu kwamba pengine ni story za watu wanatunga, labda kwa sababu hizi za hapa na pale tu kufurahisha jamii labda. Sikupata kuamini kabisa kwamba mambo haya yanaweza yakatokea na ni mambo halisi kabisa. Lakini ilipokuwa yananikuta mimi, ndipo nilikuja kuamini kwamba kumbe kuna story ambazo unaweza ukazisikia ukahisi kwamba pengine ni story tu. Lakini ndio ile kauli wanayosema usiombe likukute. Pindi ambapo linapokuwa limekukuta ndipo utaamini kabisa kwamba kumbe haikuwa story. Sasa mimi kipindi ambapo nipo kwenye ukuaji, nikiwa bado ninasoma shule ya msingi, sekondari za chini na kadhalika, nilikuwa nikiona mambo mengi na story mbalimbali mitandaoni au zikiwa zimeandikwa katika vitabu mbalimbali. Nilikuwa nikiona ni story tu. Kukuta kwamba eti mtu anakuja kutoka labda na mama yake au anakuja kutoka na dada yake, wanakuja wanafika kipindi eti wana fall in love kabisa. Kuna mambo ya hapa na pale yanatokea kabisa mpaka wanaingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Siku zote mimi nilikuwa nikiamini zile ni story ambazo watu wametunga. Lakini pale ambapo liliponitokea mimi mwenyewe, unajua mwanzoni kwanza nikaanza kustuka. Nikaona kama pengine kuna masiara ndani yake. Nilihisi pengine ni utani tu. Labda hata hivyo nikajiuliza, lakini ni utani wa namna gani? Ilikuwa sio kawaida kwamba mtu na dada yake wanaweza wakaingia katika utani mkubwa kiasi kile. Sio kawaida kabisa. Lakini kutokana na uzito wa jambo lenyewe ilinibidi niamini kwamba ni utani tu. Pengine mdogo wangu alikuwa anatania tu, lakini alikuwa hamaanishi. Niliona hali fulani nilipokuwa mimi nimeingia kidato cha 5, ambapo nilipokuwa nasoma shule ya kata. Mdogo wangu huyu wa kike ambaye ni dada yangu, yeye alikuwa bado yuko kidato cha 3 kipindi hicho. Sasa mimi niko kidato cha 5, yeye anasoma shule nyingine, lakini naye ni shule ya day pale pale alikuwa anasoma. Ni shule ambazo zilikuwa haziko mbali, nikiwa mimi ninasoma advance shule ya mbele pale tu na yeye yuko upande wa pili. Ni kama tu tulipata bahati kwamba nyumbani kwetu pale kukawa kumezungukwa na shule. Mpaka wakawa watu wananiambia kwamba mimi ni kifeli na uzembe kwa sababu shule zote ziko jirani yangu. Sasa mdogo wangu wa kike huyo alikuwa ameumbwa vizuri, lakini kama unavyofahamu kwamba akishakuwa mtu ni dada yako, hata kama umbwe vizuri kiasi gani, huwezi ukakaa ukaingiwa na ile tamaa ya aina yoyote ile. Huwezi ukaingiwa na tamaa yoyote dada yako wa tumbo moja. Toka nitoke. Huwezi ukaingiwa na tamaa yoyote hata kama umbwe vizuri kiasi gani. Na mimi sikuwaza kufikiria hata siku moja katika kuingia katika mahusiano au kufanya kitu chochote kile cha kimapenzi kati yangu mimi na mdogo wangu wa kike. Yaani hiyo akili hata haijawahi kupita kwenye kichwa changu hata kidogo. Ninapokuambia hata kidogo na maanisha. But sometimes nilikuwa nikitamani sana watu wengine, yani nilikuwa natamani wanawake wengine ambao waliokuwa wako naye. Marafiki zake nilikuwa nikiwapenda. Sasa nakumbuka hiki kitu kama ni jini lilianza kipindi ambapo mimi nilikuwa niko kidato cha 4. Wakati huo huyu mdogo wangu yeye alikuwa bado yuko kidato cha 2. Alikuwa akionyesha kupenda kusoma sana, na kwa sababu mimi nilikuwa napenda kusoma nilikuwa nikimtia moyo na sometimes nilikuwa nikimfundisha hapa na pale. Sasa nakumbuka siku hiyo nilikuwa niko chumbani kwangu. Mida imeenda kama saa 4 hivi. Kama kawaida mimi napenda kutia msuli mpaka saa 6 hivi. Nikilala nikiamka tena saa 11 ile napiga kidogo kabla ya kujiandaa kuingia shuleni. Sasa nakumbuka mida ile ilikuwa ni kama saa 4 na madakika hivi.
Mdogo wangu siku hiyo akatoka kule sebuleni alipokuwa anasomea, akaja moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Aligonga ule mlango. Ilibidi mimi ninyanyuke moja kwa moja pale kwenye meza ambayo nilikuwa nasomea pale chumbani na kwenda mpaka pale mlangoni. Ilikuwa sio kawaida mida ya saa 4 ile kukuta mtu ambaye anakuja chumbani kwangu. Asingeweza kuwa baba au mama, lakini nilihisi tu pengine kuna dharura imetokea. Nikanyanyuka zangu nikaenda pale kufungua mlango. Kuangalia nikamwona ni mdogo wangu amekuja na kitabu cha biology cha form 2. Kile kitabu cha maswali na majibu, huku akiwa amebeba na daftari lake. Sasa akatoka kule, nilivyofungua nikamwona nikakuta amenitazama. Jinsi ambavyo mdogo wangu wa kike yule alivyokuwa amenitazama, niliona kabisa kwamba kuna hali fulani ya utofauti. Lakini sikutaka sana kufikiri vibaya kwa sababu ni mdogo wangu wa tumbo moja toka nitoke baba mmoja mama mmoja. Unaona? Basi mimi nikamwambia unasemaje? Akaniambia kaka, nimekuja kuna maswali nataka unisaidie. Nikamwambia okay sawa. Nilienda moja kwa moja mimi nikaenda nikakaa pale kwenye ile meza. Kulikuwa na kiti, meza, afu vyote vilikuwa viko karibu na kitanda. Nikaenda pale nikakaa pale kwenye kile kiti. Nilijua kabisa kwamba ni swali tu pengine anataka ulize, apewe maelezo alafu aondoke. Kiukweli hata mimi nilikuwa napenda sana somo la biology. Kuona mdogo wangu ananiuliza maswali kuhusu biology nilifurahi sana. Nikasema inabidi nimsaidie. Alipokuja yeye alienda moja kwa moja na kukaa upande wa kitanda kwa sababu pale kulikuwa na meza na kiti kimoja tu. Nikamwambia okay, ni swali lipi? Akanionyesha. Swali lile lilikuwa linahusiana na masuala ya mmeng'enyo wa chakula, digestion system. Aliniuliza swali ambalo lilikuwa linauliza kwamba eti kuhusiana na ile nyongo. Akasema kwamba nyongo inafanya mmeng'enyo wa chakula, mmeng'enyo wake wa chakula unaofanya ni chemically au ni ule wa mechanically. Nikamuuliza kwani umesomaje? Akanieleza kwamba nimeona akisema kwamba ni mechanical, lakini mimi sijaelewa kwa sababu mechanical mimi najua kwamba ni mdomo, hapa mdomoni unavyotafuna, meno yanavyofanya vile. Basi kwa sababu ni vitu nilikuwa navielewa, mimi ikabidi nianze kumuelezea kwamba ile ni mechanical kwa sababu ile nyongo inadondosha yale maji yake ambayo yanaingia kuvunja vitu kabisa pale bila kemiko yoyote. Basi nilimuelekeza vizuri na yeye nilimuona kuonyesha kabisa kwamba anaelewa. Baada ya hapo nikamueleza kwamba kuna swali lingine. Akaniambia katika hilo amemaliza na ameelewa vizuri. Niliamini kabisa kwamba mdogo wangu sasa ni muda ambapo anaweza akaondoka aendelee kusomea kule sebuleni mahali anaposomea. Na mimi niendelee kusoma pale kwa sababu nilikuwa nikijiandaa vizuri kwa ajili ya mitihani yangu. Lakini mdogo wangu hakutoka pale, akabaki pale pale. Niliendelea kusoma huku na yeye akiwa anasoma, lakini ananitazama. Mara nyingi alikuwa ananitazama sana. Niliona sasa muda huu style nzuri ya kumfanya aondoke pale ni mimi kulala. Sikupenda sana kusoma na mdogo wangu kwa mida kama ile. Basi nikamwambia mimi nataka nilale, alafu nikiamka mimi nitasoma tena asubuhi alfajiri ile. Akaniambia sawa, nikitoka nitarudishia mlango. Nikamwambia hapana, sihitaji kulala mlango ukiwa wazi, nahitaji nifunge, nenda ukasomee kule. Akaniambia hapana bana kaka, mimi nina mood ya kusomea huko. Nikamwambia basi sawa. Sikutaka tubigishane kelele sana, na hasa ukizingatia mdogo wangu naye ni mtu ambaye namheshimu, lakini unajua kwa sababu tumefuatana katika kuzaliwa, kulikuwa na ile hali ya kwanza kuvutana, kupigishana kelele, kitu ambacho sikukipenda. Basi mimi nilipanda zangu kitandani ili niweze kulala. Usingizi ulinichukua haraka kwa sababu nilikuwa nimeshasoma muda mrefu.
Lakini baadaye nilipozinduka hivi, mida kama ya saa 8 kasoro hivi, nilishangaa kukuta mtu ambaye amelala pembeni yangu. Taa ilikuwa haijazimwa. Nilipopapasa hivi, nilishangaa kuangalia na kuona kwamba ni mdogo wangu alikuwa amelala na huku akiwa ameniwekea mguu wake juu. Nilimtazama kugundua kwamba yeye pengine ni ameshikwa na usingizi. Niliona kama mtu ambaye alikuwa tayari amelala usingizi kabisa. Sasa alikuwa amevaa sketi yake, lakini muda ule alivyokuwa ameniwekea mguu wake, ile sketi yake ilikuwa imepanda mpaka huko juu. Kwa hivyo mapaja yake yote yalikuwa yako wazi. Niliona ile ni aibu. Niliuchukua tu mguu wake na kuushusha, na huku nikiwa na hasira sana kwamba ni kwa nini amekuja kulala pale. Nilimstua, nikamwamsha ili aweze kuondoka, aende zake kulala au aende zake kusomea kule sebuleni. Nikamuuliza, wewe si uliniambia unasoma, sasa mbona umelala hapa, mbona hujaenda? Kaniambia, bwana kaka, mimi nimechoka, nataka ukiamka kusoma na mimi uniamshe. Nikamwambia nenda ukalale kule mimi nitakuja kuamsha. Kaniambia hapana, niache bana, kwani hapa mimi kuna shida gani? Niliona isiwe tabu. Nikapanda zangu kitandani pale, nikageukia upande wa pili kule. Hazikupita muda mrefu sana, hali ilirudi ile ile. Hapo sasa mdogo wangu alikuwa ameniwekea mguu na huku akiwa amenikumbatia vizuri vibaya mno. Mikono yake ilikuwa iko kifuani mwangu nikiwa nimegeukia huko, lakini alikuwa amenikumbatia na mguu wake ameniwekea juu. Sasa nilipostuka tena pale, nilianza kufurahia ile hali jinsi ambavyo alivyokuwa amenikumbatia. Ukizingatia muda ule kulikuwa na baridi, alafu nilikuwa nimekumbatiwa. Nilisikia hali fulani hivi ya raha hivi. Ni kama shetani na mimi alikuwa anataka kunipitia hivi. Lakini nikastuka, nikasema hapana. Huyu ni mdogo wangu, siwezi kuruhusu hizi alizoendelea. Niliondoa ile mguu wake, nikaondoa na mikono yake. Niliangalia kama kuona kama mlikuwa amelala labda amepitiwa. Nilipomuuliza, sauti alivyokuwa anaongea nilisikia sauti sio ya mtu ambaye alikuwa amelala. Niligundua kabisa kwamba mdogo wangu kuna uwezekano mkubwa alikuwa anafahamu anachokifanya. Nikamwambia, vipi? Ndo mambo gani haya? Akaniambia, sasa kaka, kwani kuna shida gani? Nikamwambia, ndo unalala, kwanza unalalaje na mimi? Unalalaje na unaniwekea miguu yako hivi? Sasa kaka, kwani kuna shida gani bwana na wewe? Mimi napenda kufanya hivyo. Kwani kuna shida yoyote kaka? Sikumuelewa mdogo wangu kwa kweli. Niliona kama kuna pepo fulani hivi limekuwa limemfuata mdogo wangu. Mpaka pale usingizi wangu ulishindwa kurudi tena. Niliamua kukaa tu na kuamua sasa kujisomea. Mdogo wangu aliendelea kugaragara pale kitandani akigeuka huku na kule. Mara ageuke hivi, nguo zikae uchi, na hata hataki kabisa kujifunika pindi ambapo nguo zinapomhama. Kwa sababu alikuwa ni mdogo wangu, sikutaka kuingiza wazo lolote lile kwamba kuna chochote kinaweza kikatokea. Niliamua tu kunyamaza na huku nikiondoa macho yangu nisimtazame dada yangu. Nikaendelea na kupiga msuli, nikawa nasoma zangu pale. Lakini muda ulivyokwenda niliona mambo tofauti sana. Mdogo wangu akapandisha nguo zake zote mpaka juu. Kwa hivyo kwenye sketi yake kukawa hamna kitu, upande wa chini hamna kitu chochote zaidi ya nguo yake ya ndani tu ambayo alikuwa ameivaa. Nilipopeleka macho kule nilimuona pia akiwa amenitazama, sio kwamba ile ilikuwa ni bahati mbaya. Alikuwa amenitazama mimi katika macho fulani hivi ya kitandani, na jinsi ambavyo alivyokuwa amelala na muda ulivyokuwa umeenda. Nilipandwa na hisia kwa namna fulani hivi. Lakini kila hisia zilipojaribu kunipanda, nilirudisha akili yangu nikisema kwamba huyo ni mdogo wangu. Mkono mmoja wa mdogo wangu alikuwa ameupeleka katika sehemu yake ya siri, akiwa anaigusaguza hivi, na wakati huo akiwa anachezesha miguu yake, akiwa amelala kifo cha mende na macho yake akiwa amenitazama mimi. Mkono wake mmoja alikuwa umepeleka na kung'ata vidole vyake mdomoni. Kiukweli pale ndipo nilipogundua kwamba hapa ni kama pepo fulani ambalo lilikuwa limemkumba mdogo wangu. Ni dada yangu ambaye nimezaliwa mimi akazaliwa yeye. Nilipata mshtuko tu, lakini niliamua kugeuka na kunyamaza. Sikutaka kuendelea na yeye.
Nilisikia kicheko ambacho kilikuwa ni kicheko kama cha kunishangaa hivi. Alicheka huku akiguna, na hapo akiwa anaendelea tena kupeleka mkono wake huku chini, nikiwa naliona kufuli lake kila nilipogeuka. Nguo yake ndani ilikuwa nakiona yote, na jinsi ambavyo ilivyokuwa imechora katika kipochi chake cha manyoya. Sikupenda ile hali, lakini ilinibidi nione kwa sababu tayari ilikuwa nikigeuka tayari kila kitu kilikuwa kiko pale. Nilimkaripia nikamwambia acha upumbavu. Acha upumbavu. Afu ondoke hapa ndani. Badala ya kukasirika, alicheka tu akaniambia unajifanya wewe. Alinyanyuka pale pale na kuja kunikumbatia kwenye kifua changu kukichezea. Kulikuwa na sehemu mbili, fikra zangu zilikuwa zinanijia mara mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa inawaza kwamba huyo ni dada yangu, lakini sehemu ya pili ni sehemu ya ibilisi ambayo iliyokuwa inaniambia fanya tu kwa sababu hakuna lolote. Ukizingatia hata mimi nilikuwa na hali yangu ya kuhitaji sana tendo hilo, kwa sababu bize sana na masomo. Kwa hivyo nilikuwa sina muda wa kufuatilia wanawake kabisa. Lakini pindi ilipokuwa inatokea fursa nilikuwa nikitumia. Lakini kwa bahati mbaya wakati huu ilikuwa inatokea fursa kwa dada yangu wa tumbo moja. Niliona kabisa mkwaju wangu nao ukianza kunyanyuka. Nilishusha pumzi kwa nguvu nikijua kabisa hapa ninakwenda kumlala dada yangu. Mikono yake ambayo ilikuwa ni laini ilikuwa ikicheza katika kifua changu, huku akiwa na binya kwenye maziwa yangu hapa kifua cha kiume kilichokuwa kimetona. Sikujua kwamba ni nani alimfundisha. Nikiwa sijakaa vizuri nilisikia mdomo wake ukija na kung'ata katika hali ya utulivu hapa katika shingo yangu, sehemu ya nyuma hapa. Joto lile lilinifanya mimi nizidi kupata msisimko mkubwa. Pale mimi mkono wangu nikarudisha nyuma taratibu na kupeleka na kuanza kumkumbatia mdogo wangu. Nilipeleka mkono wangu kwenye mbavu zake, na hapo nikapeleka nikupandisha mpaka kwenye maziwa yake, nikagusa ziwa lake. Mshtuko ambao aliotoa pale ulinifanya nisikie sauti yake halisi ambayo ni sauti ya dada yangu. Ni kama akili yangu pale pale ilirudi, ikinieleza kwamba niache upumbavu. Yule ni dada yangu. Pale pale hata mkongojo wangu ulilala pale pale, na haraka sana nilimsukuma na akaidondokea kwenye kitanda. Nikamwambia wewe, toka hapa, sitaki upumbavu. Alibaki akiwa amenitazama na jicho lake la kuremboa. Akaniambia kwani kuna shida gani kaka? Nikamwambia wewe, usijifanye huna akili timamu. Huu upumbavu unaotaka kufanya hapa ni upumbavu gani? Unataka kufanya upumbavu gani hapa? Unataka mpaka nikukandike makofi au nikunyonge hapa ndani ndipo utakapoelewa kwamba sihitaji upumbavu unaotaka kufanya hapa? Kwanza toka hapa ndani. Nitakukandika makofi usiku huu utaniamini. Mdogo wangu alivyoona kwamba nimekaza sana, alishuka pale kitandani akiwa hajafurahi kabisa. Chozi ni kama lilikuwa linamtoka hivi. Alinyanyuka pale na kushuka kitandani, akashika vitu vyake alivyokuwa amekuja navyo pale. Akatoka pale mlangoni taratibu kabisa. Alipotoka pale mlangoni pia hakwenda moja kwa moja, aligeuka na kunilegezea jicho lake na kunitazama. Ni kama shetani lilikuwa linataka kunirudia tena, kwamba ninaweza nikafanya chochote kitu pale. Lakini haraka sana roho ya ujasiri ilinijia na kuniambia niache upumbavu. She is my young sister. Nilishusha pumzi baada ya yeye kuondoka kabisa. Nilienda na kufunga mlango ule kwa nguvu, nikafunga vizuri kwa kitasa kila kitu. Nilirudi na kukaa pale kwenye kitanda nikaanza kutafakari. Nilianza kujionea aibu jinsi ambavyo nilivyoona muda ambapo nilikuwa nimeshawishika na kuanza kumkumbatia mdogo wangu. Ni kama nilikuwa nimeenda step kubwa sana, mpaka nikaenda kumgusa katika kifua chake dada yangu wa tumbo moja. Nilijilaumu sana kwa kweli. Lakini hasira zilinipanda, nikasema kwamba akithubutu kufanya upumbavu kama ule itabidi nimpige, yani nimpige mpaka akome. Basi bana, siku ile ikapita. Asubuhi yake niliendelea na ratiba zangu kama kawaida. Kwanza pale mdogo wangu ni kama alikuwa tunaishi na yeye, mdogo wangu wa kike yule, katika hali kama ananiwinda hivi.
Lakini kutokana na ukauzo ambao nilikuwa namuonyesha, ule ukali kwenye macho na kusimama na yeye kama dada, pindi ndipo kwa nahitaji kitu nikimueleza na mtuma kwa moja bila maringo yoyote, alipata shida sana kunisogelea kwa mara nyingine. Na hata pale ambapo nilipokuwa nikimuona kwamba kuna hali anaziseti za kuelekea kama anataka kuleta mapozi kama vile mimi ni mtu wake, nilikuwa nikiyakataa, yani nikizikataa hizo hisia kwa nguvu zangu zote. Basi bana, siku zikaenda na mitihani yetu ya form 4 ikaja, nikamaliza vizuri. Alhamdulillah bana, nashukuru Mwenyezi Mungu. Matokeo yalitoka, nikawa nimefanya vizuri. Hapo ndipo sasa mimi nikawa nimepata kuingia katika kidato cha 5 katika shule jirani. Mdogo wangu hapo na yeye alikuwa yuko form 3 wakati huo sasa. Sasa nikiwa niko form 5, niliamini kabisa kwamba kule ninaweza angalau na mimi kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi. Niliona kama homoni zilikuwa zinanipeleka kasi sana. Pale nyumbani mdogo wangu alikuwa anakuja na rafiki zake wengi. Lakini nilikuja kumpenda sana rafiki yake aliyekuwa anaitwa Sifa. Alikuwa ni mwanamke fulani hivi ambaye alikuwa na macho mazuri sana. Alikuwa na uso wa upole alafu ameumbwa vizuri. Vitu hivyo vilinivutia sana na kumtamani sana Sifa, rafiki yake na dada yangu. Nilitafakari nikaona kwamba huyu kwa namna yoyote ile ni lazima nifanye utaratibu wa kutoka naye. Na hasa ukizingatia na yeye alikuwa anapenda sana kunitumia mimi, akiniambia kwamba anahitaji nimfundishe na hapa na pale. Walikuwa wakijikusanya ili niweze kuwafundisha. Pale ndipo ambapo na mimi sasa niliona ni wakati mwafaka wa kutoka naye. Kitu ambacho kilinishangaza, ukaribu wa Sifa pamoja na mimi. Hapo nikiwa hata kabla sijawahi kumueleza kitu chochote kuhusiana na mahusiano ya mapenzi, nilianza kuona jinsi ambavyo mdogo wangu alikuwa anaanza kumkasirikia sana Sifa aliyo karibu na mimi. Nilijua kwamba ataimezea na kuipotezea tu. Lakini ilienda mbali mpaka akafikia sehemu anampa onyo Sifa, anamwambia kwamba aache mazoea na mimi. Sifa alikuja akanieleza, akaniambia kwamba eti mdogo wako hataki mimi niwe karibu na wewe. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia mimi hata sijui, ila tu hataki kabisa. Yaani Kendri hataki kabisa mimi niwe karibu na wewe. Ameniambia. Nikamwambia amekwambia ni kwa sababu gani? Akaniambia hajaniambia tu, ila akasema kwamba nisikuzoee kwa sababu wewe ni kaka yake na wewe una mtu wako. Nikamueleza kwamba mimi niko na wewe kimasomo tu, sina kitu chochote, lakini yeye anahisi kwamba eti mimi ninakutaka kimapenzi. Nafikiri ndio sababu ambayo ananikaripia kwamba nisiwe karibu na wewe. Nilishikwa na mshangao sana baada ya kusikia maneno yale kwamba eti mdogo wangu ndo aliyosema. Sikushangaa sana kwa sababu nakumbuka kulikuwa na hali fulani hivi ambayo nilijua ilijitokeza siku za nyuma. Nikamwambia bana, wewe usijali. Sifa wewe endelea kuja, ukitaka kusoma uje. Wewe achana na yeye kwa sababu hakuna kitu chochote kile ambacho anapaswa anipangie. Sifa kaniuliza, akaniambia hivi, lakini ni kweli kwamba wewe una mtu wako? Nikamwambia hakuna, alafu mimi sipo kwenye mahusiano yoyote, alafu hata kama ningekuwa kwenye mahusiano, yeye hastahili kuniambia kitu chochote kile, yani kuongea mambo yote. Yule dada yangu anapaswa awe na nidhamu. Si ndo hapo mimi mwenyewe nimeshangaa, lakini ameanza hadi kuninunia. Kuna muda ni hataki hata salamu nikiwa natoka kwako. Maneno ya Sifa yalizidi kunishangaza sana. Nilijiuliza kwani kuna kitu gani? Kadiri siku zilivyoenda nilikuta kwamba mdogo wangu Kendri alikuwa anaonyesha wivu mkubwa wa wazi kabisa pindi alipokuwa akiniona nikiwa na marafiki zake. Kuna wakati hata kama hicho kitu yeye kuwa nimemuelekeza, lakini akishaona marafiki zake wanakuwa karibu na mimi alikuwa anakuja na kungangana kama kuna rafiki yake yuko karibu na mimi amuondoe akae pembeni
ili yeye ndo akae karibu na mimi. Nilishangazwa sana na hali zile, lakini hata pale nilipokuwa nikimkaribia alikuwa haelewi kabisa. Ilifikia tu mpaka mdogo wangu yule wa kike akaamua akawa anawafukuza kabisa wenzake pale nyumbani. Nilijaribu kumkanya lakini hakusikia kabisa. Ilibidi sasa nifunguke moja kwa moja nimueleze ukweli ili afahamu mambo kadhaa ninayohitaji. Nilimwita nikamwambia, bana, mdogo wangu, sikia nikwambie Kendry, unavyofanya sio vizuri. Alafu mimi nilikuwa nataka nikutumie kwenye jambo fulani, alafu sasa unavyofanya hivyo utanifanya nishindwe. Kendry, mdogo wangu akaniuliza, ulikuwa unataka nini kwani? Ilibidi sasa nimueleze jinsi ambavyo mimi ninavyompenda Sifaeli. Nikamweleza kwamba mimi nahitaji niweze kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Sifa. Nilipomweleza hivyo mdogo wangu alikasirika sana na sura yake ilibadilika. Nilijua kwamba ni wivu wa aina tofauti sana. Nikamwambia, kwa nini umekasirika? Akaniambia, unasema kwamba eti mimi nikuunganishe na Sifa? Nikamwambia ndio, mueleze kabisa kwamba mimi namhitaji. Yaani kwamba unamwona Sifa yeye ndo mzuri kuliko mimi au? Ase, nilistuka alivyosema vile. Nikamuuliza, mzuri kuliko wewe kivipi? Kwa hiyo wewe unaona kabisa kwamba mimi nimuunganishie Sifa aweze kuwa na wewe? Kwani mimi siwezi kuwa na wewe? Yaani mpaka nihangaike eti nimlete Sifa ile. Kwa hiyo Sifa, ukimwangalia Sifa na kitu gani ambacho anachonizidi mimi? Msikilizaji, unajua kwanza nilishangaa mpaka ikabidi niangalie hewani nijiulize, kwani mimi niko dunia nyingine naota au vipi? Msikilizaji, haikuwa ndoto na wala haikuwa story ambayo nimesimuliwa. Ilikuwa ni kitu halisi ambacho mimi nakiona kwenye macho yangu. Nikamwambia, ina maana kwamba Kendry unamaanisha kitu gani? Namaanisha nini? Kwani ulikuwa unamaanisha nini? Kendry, yaani unamaanisha kitu gani wewe? Mbona mimi sikuelewi? Unajua kaka Beyo, mimi sikuwahi kujua kama wewe unadharau sana. Sikujua kabisa kama wewe unadharau kiasi hicho. Yaani mimi na Mungu alivyoniumba vizuri hivi, uniache mimi alafu uende utafute mwanamke mwingine, na huyo mwanamke mwingine unaniambia mimi kwamba eti ndo niende nikuunganishie. Hivi sikujua kama tulizaliwa na mtu mwenye dharau kiasi hicho. Au kwa sababu sasa hivi uko advance unajiona kwamba umefika matawi unanidharau mimi? Yaani nakudharau kivipi? Hivi wewe kwani hujui kama mimi na wewe ni kaka na dada, ndio maana mimi namhitaji rafiki yako? Mbona unaongea vitu sivielewi? Mbona unaanza kuleta mambo yako ya kipumbavu? Afu nilijua umeacha ule upumbavu afu kumbe bado upo. Upumbavu Sawa. Tutaona sasa kwa hiyo Sifa unayotaka. Hii ni dharau unayonifanyia. Mimi niko hapa afu nitafuta mwanamke mwingine. Kwani unajua kwamba mimi mwenyewe nakupenda au? Msikilizaji, ilikuwa ni maneno ambayo yaliyotoka hivi kwenye midomo ya dada yangu, mdogo wangu, toka nitoke. Kweli mdogo wangu alikuwa ameumbika vizuri. Na hata kweli Sifa kwa upande wa maumbile tu, jinsi ambavyo alivyokuwa ameumbwa, alikuwa mkuti mdogo wangu. Mdogo wangu alikuwa na mwili wake fulani hivi mzuri, sio mrefu sana. Afu alikuwa amepewa shape lake nzuri sana. Kiuno chake kizuri kabisa. Lakini kwa mimi nilifahamu kabisa kwamba hivyo ni kwa ajili ya washikaji wengine. Ni wanaume wengine ndio wanapaswa wafaidi vitu vile na wala sio mimi. Lakini kwa mdogo wangu mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Ingekuwa ni kisa ambacho nahadithiwa, huenda lakini ni jambo halisi ambalo limenitokea mimi. Kwa macho yangu, masikio yangu na viungo vyangu hivi. Nikamwambia, bana, hebu afu ujiheshimu sana.
ujiheshimu sana wewe Kendri. Na wewe unapaswa uende kabisa ukaombewe hata kanisani, wewe ufanywe. Hiyo si hali ya kawaida, unajikuta unakuwa na swina majini, si ni mapepo gani ambayo yanakupitia wewe? Mimi sipo hivyo. Pumbavu nini? Kwa hiyo unaniona mimi mpumbavu kwa sababu ya sifa, si ndivyo? Sawa. Ngataona. Msikilizaji, sasa mimi kufikia pale sikuweza sasa kuendelea kuongea naye kuhusiana na swala zima la sifa. Niliamua tu kwamba sasa siwezi kumuelekeza kitu chochote kile. Kwa sababu nilivyokuwa naendelea kuongea naye kuhusiana na sifa ndivyo ambavyo upumbavu wake ulikuwa unazidi kupanda kichwani. Mambo yalikuwa yanazidi kuwa mengi. Nikaona sasa hapa swala ni moja tu. Mimi niweze kutumia njia zangu zingine kuweza kumpata sifa. Hata hivyo haikuwa njia ngumu sana. Ilikuwa ni rahisi kwa sababu sifa tayari alikuwa anafurahi kwa karibu na mimi ninavyomfundisha. Sometimes nikiwa pale nyumbani alikuwa anakuja tu. Hata kama mdogo wangu alikuwa hafurahi na jambo lile, lakini alikuwa anajitutumua na kuja pale nyumbani. Ni kama kuna kawadui kalianza kujengeka kati ya Sifa pamoja na rafiki yake Kendri mdogo wangu. Sikupenda ile hali, lakini kutokana na kwamba nikiongea naona kuna mambo mengine yanaongelewa mabaya zaidi yanaibuka, vitu ambavyo nisingependa, niliamua kuyanyamazia na kutokuongelea. Niliamua kumweleza ukweli Sifa mimi mwenyewe. Nilimweleza ukweli Sifa jinsi gani ambavyo ninavyompenda, jinsi gani ambavyo ninatamani kuwa karibu na yeye. Swali kubwa sana aliloniuliza Sifaeli, aliniuliza akiniambia, alafu huyo Kendri mdogo wako utampeleka wapi? Niliona kwangu kama ni matusi makubwa sana. Nikamuuliza tena, unasemaje? Akaniambia, kwani Kendri mdogo wako wewe utampeleka wapi? Nilimuuliza nimpeleke wapi kivipi? Kendri amenieleza kwamba yuko kwenye mahusiano na wewe. Alafu unanitaka na mimi. Wanataka tuanze kuharibiana mambo sasa hivi hapa. Endelea kuwa na Kendri ambaye ameniambia kwamba wewe ni mtu wake. Kendri huyu hapa amekuwa. Wewe unamsikiliza Kendri bwana. Kendri anaongea vitu hivyo hapo kwa sababu tu hahitaji wewe labda usome, anaogopa utampita darasani. Lakini Kendri kwanza ni matusi kwangu, unazungumzaje hivyo? Kendri anawezaje kuwa mtu wangu? Yaani Kendri mdogo wangu anawezaje? Yaani huyu dada yangu kabisa huyu anawezaje kuwa hebu acha hizo mambo basi. Unasema tu. Lakini Kendri ananieleza na ananiambia nakupenda sana. Na hawezi akathubutu hawezi akathubutu kuruhusu mtu yeyote awe mpenzi wako tofauti na yeye. Maneno yako unayozungumza mimi bana, hebu sikuelewi, hebu achana na hizo mambo basi. Nimekueleza kabisa hapa kwamba Kendri anazungumza hivyo kwa sababu hawataki uwe karibu na mimi. Kwa sababu anaogopa ukisoma utafaulu zaidi yake, ndicho kitu anachoogopa, hamna kitu kingine. Achana hizo mambo basi. Mimi maneno yako matusi siyataki. Haya bwana. Sawa. Lakini kwa makini. Na naomba mimi nikiwa tuko hapa tubaki tuishi tu kama wewe unanifundisha basi. Maana nimepoteza rafiki kwa sababu yako wewe. Rafiki gani? Nimepoteza Kendri mpaka sasa hivi hatuwezi kuongea, yani dakika 2. Labda kuna kitu atauliza amepita, au ukimuuliza na kujibu shoti anaondoka. Na ni kwa sababu yako wewe. Anavyoona tunavyokuwa karibu na wewe, na sio mimi tu. Kwani wewe unaona akina Nimshu akiwa anakuja hapa nyumbani sasa hivi? Akina Zari unaona akija hapa nyumbani sasa hivi? Zulfa wanakuja hapa? Hapana, waje. Sasa kwani unajua nini? Yaani Kendri ndio mambo yake. Anaeleza kila mtu kwamba hahitaji kuona mtu yeyote ambaye anakuwa karibu na wewe. Kwa hiyo wenzangu wote wamekata na kuja mimi tu. Na hii kwa sababu basi tu. Sio ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu tayari imeruhusiwa kwamba mimi na wewe tuwe pamoja. Inawezekana wewe uliumbwa moja kwa moja kwa ajili yangu.
Tuachane na hayo bwana. Mimi naogopa sana. Msije kakaa hapa na kuja hapa mwisho wa siku na mwagiwa maji ya moto niharibu sura yangu bure. Sura yenyewe hii hapa afu mwagiwe maji tena iharibike zaidi. Sitaki bwana. Msikilizaji, niliona jinsi ambavyo Sifa alikuwa anaonyesha msisitizo. Na nilizidi kupata mshangao sana na baada ya kusikia kwamba eti mdogo wangu anatamka huko kwamba eti mimi na yeye tuko katika mahusiano ya kimapenzi. Lile jambo liliniuma kwa kweli. Nilitafakari nikasema kwamba ni lazima ile jambo tulitafutie ufumbuzi. Nilikaa katika hali ya kunyong'onyea sana. Basi bana msikilizaji, siku hiyo ikapita. Siku ziliendelea kwenda mbele. Tarehe zikasonga. Siku hadi siku. Mazingira ambayo niliyokuwa nikiyaona pale kati yangu mimi pamoja na mdogo wangu Kendry yalikuwa ni mazingira ya tofauti sana. Kuna muda ambapo Kendry alikuwa anataka eti mimi nikienda bafuni aje na yeye. Nilikuwa nikimkataza. Labda sasa tukio kama hili nilikuwa nikishindwa kwamba naweza kushtaki wapi. Siku moja nakumbuka nilikuwa ninasoma, akaniletea chakula. Lakini alipokuja pale akachota chakula akaweka mdomoni kwake, akachota kingine, alafu akaniletea mimi. Eti anataka nilishe. Nilikataa kulishwa. Lakini mpaka kuanzia pale akawa, yani dakika zile akanuna sana. Kwa sababu aliniambia kula bwana, nikakataa katukatu. Alianza kuishi mazingira ya kunitega mimi. Siku ya pili yake alikuja tena siku hiyo hiyo, akawa ananiletea chakula kule chumbani mahali ambapo nilipokuwa napenda mimi kusomea. Lakini jinsi ambavyo alivyokuwa amevaa ilikuwa ni tofauti sana. Alikuwa amefunga kanga peke yake ambayo na yenyewe alikuwa ameilegeza. Lakini ndani alikuwa hajavaa kitu chochote kile. Aliletea chakula, lakini alipofika pale alifunga na kufungua ile nguo yake mbele ya macho yangu. Niliona jinsi ambavyo kitumbua kilivyokuwa kimejaa, lakini kilikuwa ni kitumbua cha mdogo wangu. Kwa hiyo nisingependa kabisa kuthubutu kufanya kitu chochote kwa mdogo wangu. Moyo ulistuka fulani hivi. Mimi kama mwanaume kuna namna nilipata hisia kali sana. Lakini pale pale akili yangu ilirudi na kuniambia kwamba yule ni dada yangu. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu chochote. Kendry alijaribu kunilisha chakula. Nilikataa. Nikachukua kijiko na kuendelea kula mimi mwenyewe. Sasa siku ile nikajua kwamba Kendry alishaondoka, ameenda zake na endelea na ratiba zake. Lakini punde si punde niliona mtu akiwa anakuja pale, anaingia pale chumbani kwangu. Muda huo alikuwa amefunga kanga hapa kifuani na alikuwa ameshika maji kuonyesha kwamba alikuwa ametoka bafuni kuoga. Chumbani kwangu nilikuwa niko peke yangu. Mdogo wangu yule alikuja pale, kwanza akasimama. Kanga yake ile ikiwa imefunguka kidogo hivi kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa ameifunga kwa style fulani hapa kifuani. Akashika kwanza hapa kwenye kiuno chake, akawa amenitazama kwa sekunde kadhaa hivi. Sikutaka kumjibu kitu chochote. Kidogo akageuka kama ananiringishia makalio yake hivi. Akageuka upande mmoja hivi. Alitikisa kidogo pale huko akigeuka tena na kugeukia upande wa mlangoni kama anataka kutoka hivi. Alitikisa tena pale. Makalio yake ambayo alikuwa amejaliwa makubwa na kiunoni akiwa amechorwa kweli kweli kama nyigo, yalikuwa yakitikisika vizuri sana. Kanga yake ile ambayo alikuwa ameivaa, jinsi ambavyo ilivyokuwa imeushika mwili wake, nilijua fika ni kwamba alikuwa ameiweka maji makusudi kabisa. Nilitazama mdogo wangu nikaona kabisa hapa kuna hatari. Kwa sababu mimi ni mwanaume, nilisikia hisia ikinipanda kwa kasi sana. Aligeuka na kunitazama na jicho lake la kuremboa. Niliamua kujikaza nisiseme neno lolote la kumfukuza wala la kumwambia aje. Lakini niliona ni jinsi gani ambavyo shetani alikuwa amefika step kubwa sana. Alinitazama kwa sekunde kadhaa. Nilikuwa nikiendelea kula huku nikiwa naangalia daftari zangu na jinsi ambavyo nilivyokuwa napitia vitu vyangu taratibu. Nilizuga kabisa kwamba sioni kinachoendelea mbele yangu. Lakini pamoja na kujaribu kuzuga, akili yangu ilikuwa iko kwake
hakuna kitu ambacho nilichokuwa nikikisoma kikaingia muda ule. Na kwa sababu nilikuwa nina taarifa kuhusiana na yeye kusema kwamba yuko na mimi katika mahusiano ya mapenzi, nilifahamu kabisa kwamba kuna hali ya sintofahamu inaweza ikajiri muda wote. Nilishusha pumzi kwanza. Pumzi ile ilikuwa ni kuashiria kutafuta balance nyingine ya namna ambavyo ninaweza nikakwepa mtego mkubwa ule kutoka kwa mdogo wangu wa tumbo moja. Nikiwa naendelea kuvuta pumzi, huku nikishusha kwa nguvu, Henry alisogea na kukaa pale katika kitanda mahali ambapo nilipokuwa nimekaa. Alinitazama kwa sekunde kadhaa usoni mwangu, huku nikigoma kabisa kugeuka kumwangalia. Nilichota chakula na kukipeleka mdomoni. Kwa bahati mbaya nilipitisha jicho langu na kumtazama kama bahati mbaya hivi, nikisema kwamba niweze kumtazama mara moja na kuondoa macho yangu. Lakini nilipomtazama niliona jinsi ambavyo alivyokuwa amelegeza jicho. Kitendo kile kilinifanya mimi nizidi kupandisha maruhani yangu sasa, na kubaki nikiwa nimemtazama badala ya kuondoa macho haraka sana. Pale pale akili yangu ilirudi ikaniambia, she's your sister. Nilistuka baada ya kupata akili yangu na kuniambia wewe ni dada yangu. Niligeuka na kuangalia sehemu nyingine, huku nikiwa naendelea kutafuna chakula taratibu. Sikujua ilikuwaje, lakini haraka sana nilishangaa mdomo wake ukiwa kwenye mdomo wangu na ulimi wake umeingia ndani. Unachukua chakula kile ambacho nilichokuwa natafuna mimi. Hadi nilinamba midomo yangu pale pale na kuchukua chakula ambacho nilichokuwa kiko mdomoni mwangu na kutafuna huku akimeza na kuonyesha kwamba amenogewa sana. Ulimi wake ulikuwa ni laini sana ulipokuwa ukipita katika mdomo wangu. Nilistuka sana, sikuamini, kwa sababu alikuwa ni mdogo wangu wa tumbo moja. Niliona sasa hii mitihani imezidi mipaka. Nilijaribu kugeukia upande mwingine, lakini pale alinikumbatia na kuendelea kupeleka mdomo wake kwa nguvu. Hata pale nilipomkataza aliendelea kuninyonya mdomo yangu. Sikuamini wallahi. Nilishangaa sana, nikajua hili ni pepo kubwa sana. Mdogo wangu anapaswa atibiwe ili pepo akemewe, yani likemewe ile pepo litoke. Nikiwa ninaendelea kuwa kwenye hali kama ile, nguvu ilinijia na kumshika na kumsukuma na kumweka pembeni. Kumweka pembeni, ile kanga nayo ilikuwa imetoka. Na hapo sasa niliona maembe sindano yaliyokuwa yamejaa vizuri kifuani mwake. Niliangalia mwili wake ukiwa ni mzima wote, hauna kitu hata kimoja. Hakuna nguo hata moja ambayo aliyokuwa amevaa mdogo wangu. Msisimko niliupata mkubwa sana. Akili yangu ilikuwa inahama kujua huyu ni dada na kujua kwamba kupuuza kwamba dada si kitu chochote. Ilikuwa ni mwendo wa kupambanisha mawazo ya kwamba nifanye nini na nisifanye nini pale. Mdogo wangu yeye hakujali hayo yote. Alikuwa akitamani sana kiweze kutokea kitu chochote pale ndani, akitaka mimi niweze kumfanya, lakini sikupenda kabisa. Mpaka pale sasa nikaanza kujua kwamba zile story nilizokuwa nikizisikia kwamba mtu anatoka na mdogo wake, mtoto wake, sio dada yake, mama yake, nilikuwa nazisikia tu. Lakini pale niliona katika uhalisia. Nilibaki nikiwa nimemtazama. Akiwa yuko pembeni yangu pale, aliokota kanga yake taratibu kabisa na kuirudisha mwilini mwake. Nilitoka pale mimi nikasogea nikapanda kitandani. Nikamwambia ondoka uende kwa sababu mimi nalala. Alidijirusha akapanda pale kitandani na kuendelea kuniongelesha. Muda huo akiwa amekaa pale, kanga yote ilikuwa yuko upande mwingine na yeye alikuwa yuko wazi kabisa. Dada yangu alisogea karibu na mimi kabisa na kunikandamiza, akaniambia, ukijaribu kuondoka hapa napiga yowe kwamba kaka wewe umenibaka, ili tuweze kuingia aibu wote. Niliona aibu kubwa sana alivyosema vile, nikaona sasa hili linakwenda kwa jambo baya sana. Nilifahamu atakwenda kuniharibu kisaikolojia. Ikitokea kwamba akisema kwamba mimi nimembaka na watu wakaja hapa, itakuwa ni aibu. Niliamua kutumia mbinu ya kidiplomasia na kuanza sasa kumbembeleza. Nikamwambia, wewe, hebu naomba uniache.
Alianza kunisisitiza akiniambia, please kaka, nakupenda sana, naomba unipe hata na mimi mara moja tu, kama ambavyo ulivyokuwa wewe unawapa akina Sifa, na kuomba sana kaka. Beyo, mimi nakupenda sana, naomba nifanyie hivyo, na mimi nataka. Mapigo yangu ya moyo yalienda spidi sana niliposikia maneno yale kutoka kwa dada yangu. Nilistuka nikazidi kujiuliza, ina maana ninaota au ni kitu halisi? Haikuwa ndoto, ilikuwa uhalisi. Dada yangu alikuwa amenibananisha pale, akiwa amenikumbatia. Haraka sana nguo yake ile ambayo aliyokuwa ameifunga hapa ilidondoka yote na kubaki kama alivyokuwa amezaliwa. Alikuwa amejisogeza karibu na mimi, zero distance, huku akianza kunipiga mabusu na kunibembeleza kwamba anahitaji kwamba mimi niweze kumpa hicho kitu ambacho nilikuwa ninawapa marafiki zake ambao kiuhalisia mimi sijawahi kumpa mtu yeyote kitu chochote. Kila nilipomweleza kwamba hakuna kitu nilicho hapa, aliniambia basi naomba unipe mimi. Alikuwa ni mtundu sana wa kucheza na mwili wa mwanaume. Sikuelewa amejifunza wapi, kwa sababu mimi siku zote mdogo wangu yule nilikuwa nikifahamu kwamba ni mdogo, hafahamu kitu chochote. Mkono wake haraka sana ulikuwa umeelekea mpaka huku chini katika rungu na kuanza kuchezea. Busu zilikuwa ni nyingi sana, na huku akiwa ananibembeleza kwamba anaomba niweze kufanya mara moja tu. Wewe, kwani Kendra hujui kabisa kwamba hii itakuwa ni aibu tukifanya hivi? Itakapokuja kujulikana ni aibu kwetu sisi. Mimi na wewe ni ndugu na unafahamu. Naomba uache kunieleza maneno. Hata mimi mwenyewe nafahamu kwamba wewe ni ndugu yangu. Lakini tuachane nayo. Mimi niko tayari hata unipe mimba. Niko tayari kabisa kuzaa na wewe. Hebu sikia basi. Naomba ukae mbali, tutakuja kuaibisha. Tukifanya lolote hapa likitokea la kutokea ni aibu, sisi ni ndugu. Kwa nini usinielewe ukaenda? Haya, ondoka basi hapa, tutaongea siku nyingine. Hapana, nakufahamu. Najua unataka unidanganye wewe. Siko tayari kudanganywa na wewe. Kama hutaki mimi nipige yowe kwamba umenibaka, tuingie aibu. Subiri bana, afu nzuri, kubwa nzuri. Usiwape tu wenzangu, hata mimi nataka, please. Beyo, naomba bana. Naomba basi. Sauti nyororo sana ya mdogo wangu ilizidi kusogea karibu na mimi. Mkono wake ulikuwa umeingia, na hata pale nilipokuwa najaribu kuzuia nilishindwa, kwa sababu tayari alikuwa amenifanya mimi sasa niingie katika misisimko ambayo sikutaka kabisa iweze kuingia kwangu. Mdogo wangu alianza kupapasa kwa kuchezea kwa mikono yake laini sana, akawa anamchezea babu huko ndani. Babu alikuwa yuko ndani ya suruali amepumzika kabisa, lakini mikono yake ilizidi kutembea kule. Kitendo kile kilinifanya hata mimi nizidi kuehuka zaidi. Nilijiuliza kwamba ni nini ninaweza nikafanya na mimi pale nikabaki salama. Nilipojaribu kujitoa katika mwili wake, alinieleza kwamba atapiga yowe. Lakini nilipoendelea kubaki pale, alikuwa anafanya tukio lile ambalo ni la kugusa na kupapasa mwili wangu, na hasa huko chini kwa babu. Mkono wake laini ulikuwa unataradadi sana. Uzalendo ulinishinda, nilijikuta nikipeleka mdomo wangu na kumpigia busu. Kitendo kile kilimfanya na yeye kusogeza midomo yake zaidi. Nilikuwa nataka kumpigia busu kavu, lakini ni kitu ambacho alionyesha hakitaki. Alivamia katika midomo yangu na kuanza kunipa sasa mate kubadilisha na juisi tamu kabisa ya mdomoni. Sikutaka kuamini kwamba yule alikuwa ni dada yangu wa tumbo moja, na mkono wake mmoja bado uliendelea kucheza kwa babu. Babu alikuwa amefika kwenye level kubwa sana. Haraka sana mikono yake yote sasa alitoa na ikaelekea katika mkanda ambao nilikuwa nimeuvaa. Alipambana kuhakikisha kwamba ule mkanda unafunguka. Hakupoteza muda na zipi yangu alishusha, na haraka sana mimi nikajikuta nikiwa nimebaki na boxer yangu tu. Lakini pamoja na hayo, alifurahia sana kuona jinsi ambavyo mtengeti ulivyokuwa umetengeta kweli kweli. Mikono yake aliipeleka yote huko kwa babu na kuanza sasa kucheza ikiwa iko ndani ya boxer yangu. Haikupita hata dakika moja hata ile boxer nayo ilikuwa haipo.
Mdogo wangu alipeleka mdomo wake mpaka kule kwa babu. Mua alikuwa ameuweka moja kwa moja katika mdomo wake. Nilibaki nikiwa nimeduana huku nikisikilizia tu hali ya msisimko ambayo iliyokuwa inazidi kunikumba. Nilijiuliza huyu mtu alijifunza wapi mambo haya? Lakini akili yangu yote muda ule, kila nilipojaribu kufikiri kitu kingine, ilikuwa inahama kutokana na ustadi mkubwa sana ambao mdogo wangu alikuwa anautumia. Ni ustadi mkubwa sana ambao alikuwa anautumia katika kunyonya mua ambao alikuwa ameujipatia na kujiwekea katika mdomo wake. Kitendo kile kilinifanya sasa mimi akili yangu ihame kabisa. Nilikataa kuwaza kabisa habari ya kwamba huyu ni dada yangu. Na mimi pale mikono yangu ilienda na kushika kichwa chake. Nilikuwa nikichezea kichwa chake, na wakati huo huo na yeye akiwa amekimeza kichwa changu cha chini kikiwa kiko mdomoni mwake. Dada, vitu gani hivi lakini wewe mbona unasababisha aibu? Nilijaribu kuzungumza pale ambapo akili yangu ilipokuwa inarudi na kugundua kwamba yule alikuwa ni dada yangu halisi wa tumbo moja toka nitoke. Utundu wake ule haukuishia pale. Alikuwa akiendelea kucheza mpaka na tumbo langu. Kitendo kile kilinifanya mimi nizidi kupitiwa kabisa. Hali yangu ilikuwa ni ya tofauti sana, msikilizaji. Ni kama kuna hali fulani hivi, nguvu fulani ya asili ilinijia. Nilimsukuma Henry pembeni, na pale mimi nilitoka spidi na kutoka nje. Nilikuwa nimevaa pensi yangu peke yake muda huo. Nilioiokota kwa nguvu pale nikaivaa, na baada ya kumsukuma pembeni nikatoka nje. Nikatafakari sana. Nilimwacha pekee kule ndani. Nilitafakari sana kwamba ninawezaje kuepuka haya matatizo. Nilijilaumu sana kwa vitendo vile vya kunyonywa eti mpaka maeneo yangu yanapelekwa kwenye mdomo wa dada yangu tumbo moja. Hakika huku nje nilijilani sana, ngasema hiki aise tumekuwa kizazi cha hovyo sana. Nilijilaumu hadi machozi yalikuwa yananitoka. Nikasema tumekuwa kizazi cha hovyo. Na sijui ni nani ambaye anamloga mdogo wangu mpaka ajichanganye kuingia na kuja kuhitaji kufanya mapenzi na mimi. Kichwa changu kilienda mbali, nikahisi pengine kuna mwanaume ambaye labda walikuwa wako na mdogo wangu kwenye mahusiano ya mapenzi, alafu ameamua labda mdogo wangu akamwacha, ndio maana akaamua kumtumia mapepo ya aina ile ya kunitaka mimi. Kiukweli akili yangu iliwaza mambo mengi sana. Niliumia sana, nilikaa kule nje muda mrefu sana. Muda ulizidi kwenda, kila nilipokuwa nikitaka kuingia nilikuwa naogopa kwamba ile tukio litatokea tena. Nilipokuja nikimuona mdogo wangu yuko pale pale, nilisita sana. Kwa kweli nilishindwa kuingia ndani. Mpaka muda ukaenda sana. Tulikaa siku 2 baada ya tukio lile. Huku nilikuwa nakaa kwa timing sana pale nyumbani. Kila nilipokuwa nikirudi shule nilikuwa nikiwaza sana kwamba nitaishije pale ndani, ili Henry mdogo wangu asije akaanza tena kuleta mambo ya ajabu yale. Kwangu niliona kama ni doa kubwa sana. Niliona nakwenda kuaibika, tunakwenda kuaibika. Likitokea la kutokea, kwanza kufanya tu kitendo kile ilikuwa ni aibu kubwa sana. Lakini ikitokea pale kukapatikana ujauzito, ndipo itakuwa ni aibu ya milele. Niliamua kubadilisha mifumo yangu ya kuishi pale nyumbani. Nikaamua kutokusomea pale nyumbani kabisa. Japokuwa nyumbani kulikuwa na mazingira yote mazuri, lakini niliamua kwenda kusoma huko kwenye ghetto la rafiki yangu. Hata baba na mama nyumbani walishangaa sana kwamba kwa nini unaenda huko. Niliwaeleza kwamba ninaona kama ni comfort zone kwa ajili ya mimi kusoma zaidi. Hakuna aliyepinga kwa wazazi wangu. Sasa nilienda mfululizo, lakini kila nilipokuwa nikitoka pale nilikuwa nikimuona Henry mdogo wangu jinsi ambavyo alivyokuwa anaumia sana. Alikuwa hapendi kabisa mimi niweze kutoka pale nyumbani kwenda kusomea sehemu nyingine. Alianza sasa kumwambia baba na mama kwamba mimi naondoka pale, sitaki tusome wote. Kwa hiyo ninahitaji yeye afeli kwa sababu mimi nimefaulu. Wazazi waliniita na kuniuliza maswala hayo, nikamwambia sio kweli. Waliniuliza sana wakiniambia kwamba mdogo wangu analia yeye Henry
analia na kulalamika sana kwamba mimi simtakii mema. Lakini kila nilipowauliza kwamba simtakii mema kivipi, walisema kwamba hutaki kusomea pale nyumbani, unataka uondoke pale usome kwingine ili usimsaidie. Wazazi walisema vile, lakini mimi moyoni mwangu nilikuwa nafahamu ni kitu gani ambacho Henry anachomaanisha. Nilifahamu kabisa kwamba shida ya Henry sio upande wa kusoma na mimi. Lakini shida yake kubwa ilikuwa ni kitu cha tofauti kabisa ambacho hata kama pengine ingetokea mimi nikatoka na kusema kwa wazazi wangu, kwa kweli wazazi wetu wangeshangaa sana kusikia kwamba eti mimi na Henry Henry anahitaji kwamba aweze kuingia kwenye mahusiano na mimi. Kutokana na kufahamu jinsi jambo hilo lilivyo zito na nyeti, sikuhitaji kabisa kulisema. Nilijitetea tu mbele za wazazi pale, nikamwambia hapana, kuna vitu navihitaji kuvipata kwa wenzangu na kadhalika. Na kweli wazazi wangu walikuja wakaelewa, kwa sababu na wao walikuwa wanafahamu masuala ya shule. Msikilizaji, siku moja nilikuwa nimetoka pale mida ya saa 1 hivi. Nikawa sasa ndipo naelekea kule kwa rafiki yangu katika ghetto lile kusoma. Nilipofika tu njiani hivi ambapo sio mbali sana na pale nyumbani, nilishangaa mdogo wangu Henry akitokea mbele yangu. Nilistuka sana, sikujua kwamba ni yeye. Akaniambia, Bea, hivi kakangu, kwa nini unanifanyia hivi? Nikamwambia, kwa nini? Nimekufanyia nini? Kaka Bea, kwa nini unataka kunifanyia kitu ambacho unajua nakipenda? Kumbuka kwamba na mimi nina moyo naumia sana. Ni kitu gani unahitaji nikufanyie ili uweze kunifanyia tendo ambalo nalihitaji mimi? Wajua wenzangu wote kila mtu unakuta na boyfriend, lakini mimi sina. Ninakuhitaji wewe ambaye ninayekupenda zaidi ya wanaume wote huko duniani, alafu naona nikatalia. Hivi unategemea kwamba mimi nitaishije? Unategemea mimi nitaishije, Nitaishije katika mazingira kama haya? Kwa nini unaumiza moyo wangu sana lakini bro? Au haunipendi? Niende tu nikanywe sumu nife, nisiwepo? Kwa sababu kama unipendi wewe, mimi hakuna mtu yaani mimi nitaishije bila wewe kaka? Mdogo wangu alilalamika sana, mpaka kutishia kwamba yuko tayari akanywe sumu, ajiondoe duniani eti kwa sababu yangu mimi. Jambo lile liliniumiza sana nilipovuta hisia tu ya kumpoteza mdogo wangu. Liliniumiza sana. Ilibidi sasa pale nitulize hasira nilizokuwa nazo na kwanza sasa kumuuliza ni kitu gani anachohitaji. Hakusita, alirudia neno lile lile kwamba ananihitaji mimi niweze kuingia katika mahusiano ya kimapenzi, mimi na yeye. Nilimweleza, nikamwambia, Henry, ina maana kwa wanaume wote ambao unawaona umeshindwa kupata mwanaume ambaye unaweza kutoka naye mpaka ukafikiri kuhusu mimi? Sio hivyo bro. Kumbuka kwamba mama ananibana sana, babangu ananibana sana, na mama wangu wananibana sana. Baba, unajua jinsi walivyo katika kunifuatilia mimi. Hawahitaji kuniona hata nikiwa niko karibu na mwanaume yeyote yule, hata kama tunapiga story. Unakumbuka jinsi Hussein alivyojaribu kuniletea mazoea ya kitendo alichofanywa na baba yangu? Mpaka tukaingia tena, baba akaingia kwenye hali ya kumlipa tena kutokana na kitendo alichomfanyia. Hakuna yaani siwezi mimi kudate na mtu mwingine, lakini hisia zangu zinanituma sana kwamba wewe ndo mtu sahihi wa kuwa na wewe. Hebu nisikilize. Ikiwa tatizo ni hilo, Henry, wewe ni mdogo wangu na nimekukaribia kuhusu ya mambo siku nyingi. Lakini kwa sasa hivi nimegundua kwamba na wewe una hisia kama wanawake wengine, au kama mwanadamu wa aina yoyote yule. Na wewe unatamani kuwa karibu na mtu.
Lakini wewe umeenda vibaya kwa sababu wewe unahitaji kuwa na mtu afu mtu mwenyewe unawaza eti kwamba mimi, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini nataka nikuahidi kwamba mimi niko tayari kukutafutia mtu. Naomba uniache bana. Sio wakati wa kuenda kunitafutia mtu. Ninakuhitaji wewe. Na kama sio wewe, nijue sistahili kuwepo huko duniani. Umenielewa bro? Hebu naomba usiumize moyo wangu bro. Hebu naomba nisikilize basi. Ninafahamu kwamba nyumbani wanakubania, lakini mimi nataka kutafutia rafiki yangu wa karibu. Alafu huyo rafiki yangu mtakuwa mko naye, mna date, mimi naruhusu. Msikilizaji, niliamua kuwa tayari kumtafutia dada yangu mtu ambaye, yani mtafutie boyfriend, ili mradi tu mimi niweze kubaki salama, nisije nikathubutu kufanya kitendo cha kujamiana pamoja na dada yangu tumbo moja. Lakini hata kila nilipojaribu kumuelekeza alinieleza kwamba ni jambo haliwezekani. Kila nilipojaribu kumueleza alinieleza kwamba ni jambo haliwezekani. Nisikie nikwambie, mimi nitakuwa mlinzi wako. Hata pale ambapo wazazi watajaribu kudodosa kwamba huyu ni nani, mimi nitaambia ni rafiki yangu. Na nitahakikisha kwamba nakulinda muda wote. Umenielewa? Hivi, kwani kinachoshindikana mimi na wewe kudate ni nini? Ni mimi ni mbaya au shida ni nini? Nisikilize nikwambie, shida sio habari ya ubaya. Mimi na wewe hatuwezi kudate. Ushawahi kuona mwanaume yeyote, yani familia yoyote ile, mtu na dada yake wanadate? Ushawahi kuona wapi? Yani ukiacha wewe ambaye unahangaika, ushawahi kuona wapi mtu anadate na kaka yake wa tumbo moja? Hilo ndo jambo ambalo mimi nalolikataa. Na kwa nini nisikutafutie tu rafiki yangu ambaye mtaendana na nitakulinda kwa namna yoyote, mtakuwa salama? Kwa nini mpaka ulazimishe kuwa na mimi? Nisikilize nikwambie, wewe ndo mtu ambaye ninayekupenda. Hata kama ingetokea kuna mwanaume yeyote angekuwa karibu na mimi, lakini bado mimi ningekuhitaji wewe. Bro, mimi nakupenda sana. Naomba usihangaike kutafuta mtu mwingine. Kama unahitaji kuendelea kuniona huko duniani, nikubalie. Lakini kama hutaki kuendelea kuniona huko duniani, basi kataa. Naendelea na hayo mawazo yako mengine. Msikilizaji, Henry aliongea maneno yale na pale pale alinipita na kusukuma akielekea nyumbani, huku mimi nikiwa niko sasa kwenye safari ya kuelekea kule kwenye ghetto la rafiki yangu kule kusoma. Alipita pale akiwa na hasira sana. Kitendo kile kilinifanya mimi mwenyewe nisite na kuwaza kama nikienda kwenda kusoma, alafu mdogo wangu huku nyuma nikapata taarifa amejiwa, itakuwaje? Nilikuwa niko njia panda, msikilizaji. Nilitafakari kwamba niweze kwenda upande wa kwenye ghetto la kusomea au nirudi kumbembeleza mdogo wangu na kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Nilitafakari sana, msikilizaji. Hatimaye bana mimi pale nikasema hapana, siwezi kwenda, inabidi niweze kurudi kwanza. Nirudi nihakikishe usalama wa mdogo wangu. Nilimuona akiwa ndo anaingia sasa karibu na nyumbani kabisa. Nilimuita huku nilikuwa nakuja nakimbia, akasimama. Nikamwambia, hebu nisikilize. Usichukue maamuzi magumu. Kesho nikirudi, tukitoka shule kesho jioni, tutaongea alafu nitakueleza kitu. Naamini utakipenda sana. Una uhakika? Naamini utakipenda sana. Na kuomba sana uweze kunikubalia. Usijitende jambo lolote baya. Kumbuka wewe ndo mdogo wangu, na yani hebu naomba usije kusababisha matatizo hapa nyumbani. Na kuambia nitakulinda kwa nguvu zangu zote. Nikirudi kesho, tukirudi shuleni, nitakupa jibu ambalo naamini utalipenda. Sawa mdogo wangu? Sawa. Msikilizaji, nilitazama nikaona ni mtu ambaye aliyekuwa amechangamka uso wake, nikaamini amekubali.
Na hapo sasa mimi nikaondoka pale na kurudi sasa kwenda njia ile ile ili kwenda magetoni kule kuweza kujisomea. Akili yangu ilitafakari sana kwamba nitamwambia kitu gani. Vipi nimkubalie mdogo wangu niweze kudate naye ili asijiue? Au nikatae alafu mdogo wangu awe katika hatari ya kujiua na kujiondoa kwa duniani? Msikilizaji, kilichoendelea siwezi kukimaliza katika sehemu hii ya kwanza. Ni kuahidi tu kwamba tukutane katika sehemu ya pili ambapo nitakueleza ni nini kilichotokea. Msikilizaji, hii ni makala simulizi. Tukutane katika sehemu ya pili uweze kufahamu kisa hiki vizuri. Basi tukukumbusha, kama hujabonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, bonyeza ili uweze kuwa mwanafamilia. Uweze kupata simulizi na visa mbalimbali vya ukweli kila wakati tunapokuwekea hapo hewani. Hii ni makala simulizi. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya pili ambayo inakuja muda si mrefu ili uweze kupata mwendelezo wa kisa hiki. Bye bye.